Tunaelewa na uzuri. Siku moja tulikuwa katika darasa, tumehudhuriwa na mmoja katika wasomi wa sekula. Darasa ilikuwa ikizungumzia masala ya eda. Pakaja kipengele pale, mwanamke anayepata ada yake ya mwezi, eda yake ni mizunguko mitatu, eda ya kuachwa. Sawa. Mwanamke ambaye kamaliza mizunguko, maana amefikia umri hapati tena hedhi, mwanamke huyu akiachwa, eda yake ni miezi mitatu, kwa maana siku zinazokaribia ama siku 90. Tumeelewana? Mmoja katika wanafunzi akamuuliza shekhe, kwa nini mwanamke akaenda mizunguko mitatu? Au kwa nini mwanamke akaenda miezi mitatu? Yaani kwa nini usiwe mwezi mmoja, mwezi mmoja na nusu, miezi miwili, ikawa miezi mitatu? Hiyo moja. Lakini mbili, leo pia kuna maendeleo kwamba mwanamke, kwa sababu katika moja ya sababu zinazotajwa mwanamke akaenda ni pamoja na kutazama, je, ni mjamzito ama sio mjamzito wa ile ndoa iliyotoka. Sasa leo tuna maendeleo, yawezekana mwanamke akachika akaenda kupima kipimo akaonekana hana ujauzito, kuna haja ya kukaeda. Si tunaelewana? Lakini huku pia akaambiwa mwanamume ni haramu na haifai kumwacha mkeo, kumpa talaka katika tahara ambayo umemwingilia. Sio ndio kumwacha tahara hii, kama hizo umemwingilia, usimwache, msubiri mpaka ingie katika hedhi. Akimaliza na kumpa talaka yake. Ni haramu pia kumwacha mwanamke akiwa katika hedhi. Sawa? Akiwa katika tahara ambayo umemwingilia ni karaha, haifai. Akiwa katika hedhi ni haramu, usimwache. Na ukimwacha talaka imetuka, lakini dhambi utapata kwa sababu umemwacha kipindi cha hedhi. Sawa? Akae mizunguko mitatu. Hii mizunguko mitatu, miezi mitatu, hii kuna hikma gani? Basi ilikuwa